Amani na umoja kwako na kwa familia yako. Majina naitwa Mseminari Medad John Tem kutoka Jimbo Katoliki la Moshi, Kilimanjaro. Karibuni tunapotafakari pamoja mafundisho ya kanisa juu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristu, mbingu za kutana na dunia katika hori. Tafakari yetu hii itajikita katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tutafakari pamoja kuhusiana na hori, na tafakari hiyo itagusia ni namna gani Mungu anashiriki katika umaskini wetu, na nafasi ya pili ni kwa namna gani unyenyekevu wa Mungu ni uponyaji wa kiburi chetu wanadamu. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni simulizi la ajabu sana, kwa sababu katika historia ya masimulizi ndilo simulizi ambalo mpaka hivi leo wanadamu hatujaweza kutambua au kuweza kung'amua ni namna gani Mungu aliyeshuka kutoka mbinguni kawa mwanadamu na kuishi kama sisi wanadamu. Askofu Fulton Sheen aliwahi kuandika katika kitabu chake cha maisha ya Kristo, watoto wengine wote ulimwenguni huzaliwa ili waishi, lakini Yesu Kristo alikuja ulimwenguni ili afe. Katika tafakari hiyo, kutoka katika mti wa horini na hadi mti wa msalaba, utume wake ni upendo uliojitoa pasipo kujibakiza. Mosi, hori, Mungu katika umaskini wetu. Katika Injili ya mwinjili Luka sura ya 2 aya 7 anasema, akamzaa mwana wake wa kwanza, akamfunika nguo za kitoto, akamlaza horini, kwa kuwa hapakuwa na nafasi katika nyumba ya wageni. Ndugu zangu katika Kristo, zizi hili tunalolitafakari halikuwa kinyume na ukuu wake, bali ilikuwa ni uthibitisho halisi ya jinsi alivyokuja huku duniani kwa lengo la kuwakomboa wanadamu. Tutafakari pamoja na tujiulize, wengi wetu tunajua maana ya kukosa. Tunajua maana ya kukosa kazi. Pengine ulishawahi kuomba kazi ukakosa kazi. Pengine ulishawahi kuonekana ni mtu ambaye usiyekuwa na thamani. Pengine ni ulionekana ni mtu ambaye hauna kigezo chochote, au pengine kukosewa heshima. Ndugu zangu, tumuige Yesu Kristo ambaye alizaliwa katika kukataliwa. Alizaliwa kama mtu aliyetengwa, yaani kuzaliwa horini, kwa vile mfano wa wafalme au watu wakuu wanaozaliwa huzaliwa katika majumba ya fahari, katika mahospitali makubwa. Lakini Mungu huyu, Bwana wetu Yesu Kristo, alizaliwa katika hori, yaani alizaliwa miongoni mwa wanyama aliowaumba yeye mwenyewe kwa neno lake. Tafakari pia, kuna methali ambayo wazee wetu waliitumia, nyumba ndogo haikosi nafasi ya mgeni. Vivyo hivyo mfalme wa wafalme, yaani Bwana wetu Yesu Kristo, alichagua kwenda kuzaliwa zizini. Alitumia njia hiyo ili apate kutuonyesha ni namna gani amekuja kukomboa sisi wanadamu. Licha ya udogo wake, alitufungulia pia njia na mfano wa sisi kuiga ili kuurithi ufalme wa mbinguni. Sehemu yetu ya pili katika tafakari hii, unyenyekevu wa Mungu ni uponyaji wa kiburi chetu. Ndugu zangu, Mtume Paulo katika barua yake ile ya pili kwa Wakorinto sura ya 8 aya 9 aliwaandikia Wakorinto akisema, ingawa alikuwa tajiri, kwa ajili yenu akawa maskini, ili kwa umaskini wake mpate kuwa matajiri. Ndugu zangu, Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kushinda kwa upendo na si kwa nguvu. Mifano hii tunaiona ulimwenguni, na kwa namna pekee katika karne hizi tunaona mataifa mengi yanapambana kwa nguvu kubwa kujionyesha kwamba wao wana nguvu, kujionyesha kwamba wao wana uwezo zaidi kuliko wengine. Ndugu zangu, Bwana wetu Yesu Kristo alikuja ulimwenguni kushinda uovu, kushinda nguvu ya dhambi, kushinda mauti, sio kwa njia ya nguvu ambayo tunaiona katika falme hizi za ulimwengu huu, falme hizi za dunia hii. Tutafakari pamoja. Katika familia nyingi sana huvunjika kwa sababu ya mambo kama hayo. Familia huvunjika kwa sababu ya kiburi, majivuno, ujuaji, chuki, hasira, wivu na mengineyo kama hayo. Hakuna hata mmoja anayeweza kukubali kujishusha chini na kusema, naomba unisamehe, naomba univumilie, naomba tupatane tena. Lakini Mungu aliye mkuu alijinyenyekesha hadi kuwa mtoto mdogo kabisa. Alinyenyekesha na kuwa kama mwanadamu. Huyu mwanadamu ambaye katika bustani ile ya Eden aliyemuumba yeye mwenyewe kwa sura na mfano wake. Basi ndugu zangu, tukimwiga tutaona kuna nafasi kubwa sana katika uponyaji wa nyoyo zetu na nafsi zetu, na pia ni kwa namna gani tutaweza kupata uponyaji wa viburi vyetu, majivuno yetu, tukichukulia mfano wa Kristo aliyenyenyekeza na kuwa kama mwanadamu. Basi methali nyingine
ambayo inatukaribisha katika tafakari hii husema, kiburi kamwe hakilipi kodi. Vivyo hivyo unyenyekevu wa Bwana wetu Yesu Kristo katika Bethlehemu, yule aliyozaliwa, unamshinda shetani mwenye majivuno, yule ambaye tangu mwanzoni palipoumbwa alijishusha, ambaye alikuja. Kiburi hakilipi kodi. Vivyo hivyo unyenyekevu wa Yesu Kristo kuzaliwa katika mji wa Bethlehemu unamshinda shetani mwenye majivuno, yeye ambaye tangia mwanzo alijikuza na kuwa mkubwa akitaka kushindana na Mungu ambaye alikuwa ameumbwa na Mungu, basi alishindwa kwa sababu ya majivuno yake. Ndugu zangu, mwito tunaopata katika tafakari hii, tuungane na malaika ambao waliimba kwanza kwa wachungaji. Je, kwa nini malaika waliwatokea wachungaji? Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mioyo yao ilikuwa wazi, walifungua nafsi zao, walifungua mioyo yao, walikuwa tayari kumpokea mgeni yoyote yule ambaye anayekuja mbele yao, na walikuwa ni watu wasiokuwa na ubaguzi, na pia kihistoria walikuwa ni watu ambao wasio na thamani, watu ambao walikuwa ni watu wa duni kabisa. Hivyo basi, ukiwa na njaa moyoni mwako au nafsini mwako, kumbuka yeye ndiye mkate wa uzima kwa wote wenye njaa ya haki, wenye njaa ya amani, wenye njaa ya mapendo, wenye njaa ya msamaha. Ukihisi katika nafsi mwako na moyoni mwako kwamba wewe ni maskini, kumbuka Kristu anashiriki katika umaskini wako na wangu. Ukijihisi wewe ni mdogo, kumbuka Mungu muumba wa vyote amefanyika mtu kwa ajili ya mimi na wewe. Ukijihisi kuwa wewe ni mdhambi, basi kumbuka amekuja duniani kwa ajili ya wadhambi wote, kwa ajili ya mdhambi mimi na pia kwa ajili ya mdhambi wewe. Basi familia yako ikiwa imegawanyika, ikiwa imesambaratika kwa sababu ya majivuno, chuki, hasira, uwivu au hata dhambi, kumbuka kuwa Kristu alishinda kwa upendo, si kwa nguvu au kwa mabavu. Basi tusujudu na tuabudu pamoja na wachungaji, tuimbe pamoja na malaika na tunong'onezane pamoja na mababa wa kanisa, tukisema kwa pamoja, utukufu kwa Mungu juu mbinguni, kwa kuwa hori la Bethlehemu ni kiti cha enzi cha upendo wa Yesu Kristu kwa wanadamu wote. Familia inayosali pamoja huishi pamoja.